Mambo vipi? Kwa habari motomoto za michezo, subscribe ZTV ili uweze kupata habari motomoto za michezo. Unatuona wakina Nabii Meja na watu wengine wanaozungumza michezo. Karibu sana ZTV kwa ajili ya habari tamu za michezo na za kusisimua. Mwalimu huwa anachagua wachezaji kulingana na mfumo ambao anatumia. Kuna mchezaji wewe unaweza ukaona mzuri, lakini yeye mwalimu akaona katika mfumo wangu hawezi kuingia. Kwa hiyo iko ndio kikubwa, lakini swala kusema kwamba hajaitwa mchezaji fulani kwa sababu ya wewe mapenzi yako na mahaba yako. Hapana, wewe uifundishi timu. Anayefundisha timu mwalimu Gamondi ameona kwamba hawa wachezaji aliowaita ndio wanamfaa, na ikitokea kuna changamoto yoyote ya lawama zitamjia juu, kwa sababu yeye mwenyewe anamuona Israel Mwenda anavyocheza na kaona wachezaji ambao aliowaita wanavyocheza. Kaona katika kikosi chake hawa wachezaji aliowaita ndio wanaweza kumpa matokeo. Kwa hiyo tuheshimu katika eneo lake. Sisi kama mashabiki tubaki katika eneo letu la kushangilia, tusingilie kazi za mwalimu. Meja, kwa kumalizia, tuliona Ibrahim Baka akipewa adhabu ya kufungiwa mechi 5. Na juzi tumeona kwa upande wa Jonathan Soa namna alipomfanyia mchezaji wa Azam pamoja na Alassane Kante. Pengine unatamani kuona wakipata adhabu kwenye adhabu kali zaidi? Kumpa adhabu mchezaji wakati mwingine unamfundisha, lakini kuna wakati mwingine unambomoa. Lakini adhabu pengine ingekuwa inaambatana na fedha zaidi, ili mchezaji aumie, kwa sababu unapomwacha mechi 2 au 3 bado inakuwa ni kawaida tu, na sicheze mechi ya kwanza pili 3, lakini ukimkata kwenye fedha yake ndio itamuuma zaidi. Kwa hiyo nadhani TFF na bodi pengine waangalie kwenye swala la fedha zaidi, ili mchezaji aumie, na pia klabu imwachie mchezaji alipe mwenyewe. Tusio na kawaida ya kusema sisi fulani kapewa adhabu alafu tumchangishie. Hivyo wakati mwingine vinawafanya wachezaji labda wabuteke. Kwa hiyo ninachokiona mimi, siombei mchezaji fulani apewe adhabu, lakini ikitokea mtu amecheza alafu ambayo sio kimchezo, waangalie zaidi kwenye sawa, wanaweza wakamsimamisha mechi 1 au 2, lakini waangalie kwenye fedha, ili mchezaji atakapoona kwamba kama mshahara wake ulikuwa labda 500,000 alafu ikakatwa 300,000 au 400,000 ikapunguzwa kwenye mshahara wake, maumivu yapate, ili siku nyingine asije akacheza alafu ambayo itampelekea mwenzie kuumia. Kwa mfano mtu kama kuna mchezaji anaitwa Ulimboka Mwakingi. Huyo alipata jeraha la mpira mpaka akaacha mpira wakati bado uwezo alikuwa nao, kwa sababu masuala kama achezewa alafu mbaya, ilikuwa sana anacheza maji. Anachezea tu na Pawasa, wakati Pawasa nadhani yuko Simba kama sijakosea vizuri. Ikampelekea majeraha ambayo yalimfanya mpaka ashindwe kuendelea kwenye mpira, kwa sababu hizi ni ajira, ni maisha ya watu. Kwa hiyo wewe mchezaji unapomfanyia mwenzako urafu ambayo sio kimpira, unapoenda kumvunja, kumuumiza, maana tayari familia yake ushaipa matatizo. Kwa hiyo mimi nachoomba bodi ya ligi pamoja na TFF waangalie kwamba hizi rafu zinazochezeka ni za makusudi au za kimpira. Kama ya kimpira watamwadhibu kimpira, lakini ikionekana hii rafu ya kutaka kumvunja mtu, pengine waangalie kwenye swala la makato hapa, na hivi vilabu nao visiwe na kawaida ya kutaka kwamba mchezaji fulani kapewa adhabu ya kusudi kabisa. Unaona kabisa kusudi wamkate kwenye mshahara wake, ili na yeye aumie anachokifanya sio sawa. Nabii Meja, unaongeleaje watani wako Simba? Wamefungwa kwenye mechi ya hii ya ligi kuu na Azam FC dabi ya Mzizima. Simba kufungwa, wametengeneza wenyewe mazingira haya, kwa sababu kabla ya hii mechi walifungwa mechi nyingine ya Champions League. Lakini kufungwa kwao wametengeneza wenyewe kutokana na vipi? Hawaka organize. Mechi ile ukiangalia namna ambavyo wameicheza, unaona walimwamini Suleiman Matola ambaye ameshindwa kuibeba timu ambayo nadhani amekuwa kama shabiki. Unajua Suleiman Matola amekaa Simba kama shabiki, sio kocha. Kwa sababu unapokuwa kocha alafu wewe ukashindwa kufanya kazi sehemu nyingine zaidi ya sehemu hiyo moja, maana tayari ushakuwa kama shabiki. Rudia tena hapo. Yaani Suleiman Matola amekaa Simba kama sio kocha, amekaa kama shabiki. Kwa sababu makocha wengi wanafika pale, wanaondoshwa, yeye anabaki. Sasa unashindwa kuelewa. Suleiman Matola vyeti alivyokuwa navyo ni vya kuwa kocha mkuu, na hata kabla ya kuondoka huyo Pantev, yeye ndo alikuwa ni kocha mkuu, kwa sababu vyeti vya Pantev vilikuwa havitoshi kuwa kocha mkuu. Kwa hiyo Suleiman Matola alikuwa anasimama kama kocha mkuu. Sasa ameboteka vile, kila msimu anavyoambiwa yeye abaki, makocha waondoke. Umeelewa? Sasa tatizo kubwa la Simba ni yeye. Yaani ukimuondoa, nisikilize, ukimuondoa Mo Dewji ambao ndio tatizo sugu la Simba, anaifuatia ni Suleiman Matola kabla ya kumfuata Mangungu. Tatizo kubwa ni yeye, kwa sababu inavyoonekana zaidi shairi, yeye ndio anasababisha makocha waondoke. Yaani yeye ndio ana chanzo cha makocha wote kuondoka ni Suleiman Matola. Kwa sababu gani? Yeye
anabaki. Makocha wanaondoka, wakija bado anabaki kuwa msaidizi. Na pengine labda Simba waje na kauli ambayo itawafurahisha au itawafanya mashabiki wao waelewe Matola ni kocha kweli, kocha kweli msaidizi, au kuna kazi nyingine anayo. Sisi watu wa mpira tunashindwa kuelewa huyu ni kweli ni kocha mwenye vyeti, anajua kwamba hii ni taaluma. Na kwa nini haondoki? Nasemaje, Simba kuna eneo Suleiman Matola wanamtumia zaidi ya ukocha msaidizi ambao sisi tunajua. Mimi naamini hivyo. Na kuna baadhi ya watu wanaweza wakaniunga mkono kwenye hilo kwamba huyu sio kocha msaidizi, lakini kuna kitu pengine pale Simba anatumika kukifanya. Ili ndio maana muda wote anabaki. Makocha karibia 10 si 9 wangapi wote wanaondoka, yeye anabaki. Alafu akibaki akicheza mechi ya kwanza ya pili timu inafanya vizuri. Unashindwa kuelewa. Huyu inaweza ikawa kwamba ndio tatizo la Simba. Tatizo namba 1 la Simba ni Modeo. Lakini tatizo namba 2 la Simba ni Suleiman Matola Velona. Na sio Mangungu tena. Mangungu hana tatizo lolote. Sasa Mangungu si anafungua vikao na kufunga. Mangungu ana shida gani? Mangungu hata mshahara pengine wa Bajabeli hajui. Yaani Mangungu kuna vitu kibao, yaani kuna vitu vingine mimi vya Simba navijua, Mangungu havijui. Pamoja yeye mwenyekiti. Yaani yeye kazi yake ni kufunga na kufungua vikao. Sasa unamlaumu Mangungu anafanya nini? Mangungu yani kusajili. Ushaikuona mchezaji yoyote amesajiliwa na Mangungu, yani Mangungu kapiga naye picha amesajili. Sisi ukimwona mchezaji utamkuta Engineer Hersi yuko na mchezaji anapiga picha. Nitafutie picha ya Mangungu yuko na mchezaji anamsaini. Uipate. Uwezo kuipata na haipo hiyo. Kwa hiyo unaona ni zaidi shedi kwamba kuna viongozi, alafu kingine kinachoitafuna Simba labda niwasaidie tu. Kuna hili kundi lao wanaita Friends of Simba. Hili ndio tatizo. Tatizo sugu ni Mo. Tatizo kubwa ni Friends of Simba. Tatizo linalofuata ni Suleiman Matola. Hivi vitu vitatu wakijaribu kuviweka. Simba ikoje? Friends of Simba ni wale wanajiita marafiki wa Simba ambao wako nje ya mfumo. Ndio wanaoitafuna Simba. Yaani wenyewe wanaitafunaje? Wanaitafuna kwa sababu mfumo wa Simba ni wa kila mtu ana mchezaji wake. Yaani kwa mfano mimi nammiliki labda Mpanzo, official Mume anammiliki labda Shomari Kapombe. Mchungaji wa Simba anammiliki Bajabeli. Kwa hiyo akipata maudhi kwenye timu, labda akiwa hajakaribishwa kwenye vitu vile vikao muhimu, yes anawaambia bwana Mpanzo usicheze vizuri, kuna kiasi kadhaa hapa ambacho wewe utapata. Kwa hiyo Friends of Simba ndio inayotafuna Simba. Yaani wana changamoto nyingi sana kwa. Yaani vingi. Ukisema uviolozesha hapa, naweza nataka kumaliza hicho kipindi chako. Nabii, bado Nabii umemwona na niliu. Mdhamini wa Simba Jeruti ameenda nini tuseme jezi fake. Hiyo ni movie, hiyo ni movie. Tumezikosa zile movie za marehemu Kanumba, JB siku hizi naye ametoka kwenye movie, Ray Kigosi naye movie kidogo tunaona tu tamthilia. Hiyo ni movie. Umeelewa? Movie imekaaje hapa kati duka lipo ila duka liko wapi? Hiyo ni movie kwa sababu kwa nini waende pale? Kwa kuisaidia tu klabu yao na kuwasaidia tu Tanzania. Watu wanaofanya biashara za jezi sio watu wa hali ya chini. Yaani mimi kama Nabii Meja siwezi kufanya biashara ya jezi kwa sababu mtaji huo sina. Kwa sababu unazungumzia makontena kwa makontena. Kwa huyu aliyefanya biashara hiyo ni mtu ambaye ana uwezo mkubwa. Umeelewa? Sasa kama ana uwezo mkubwa sina hakika na hilo. Lakini hiki cha kukamata jezi feki hakijaanza na yeye. Zishawahi kukamata jezi feki hata kipindi kile sisi Yanga. Tulishawahi kukamata jezi feki. Kilichofanyika ni nini? Kwa hiyo hizi ni biashara za watu wakubwa, haziwezekani kwa kifupi. Ile ni movie ambayo anataka kuonyesha kipindi hiki ambacho watu wanaiona timu yao haifanyi vizuri, anataka watengeneze movie kwa sababu mpaka sasa hivi anadaiwa basi. Basi la timu. Kwa hiyo imetengenezwa movie, watu watoka kwenye focus la kumdai basi, waje kwenye movie yake ya kutafuta jezi. Anatakiwa alete basi aliloahidi. Hiyo imekaaje Nabii au jezi haziuziki huko Msimbazi? Jezi ingekuwa zinauzika wasingeweza kubandua logo kutoka kwenye jezi za mwanzo kuweka jezi nyingine. Kwa sababu zingekuwa zinauzika wasingeweza kubandua logo ya jezi ya sio wamemtoa Betway wamekuja kumweka sio muonini sijui. Umeelewa? Maana yake ni kwamba biashara ishakuwa ngumu ya jezi. Timu haifanyi vizuri. Mashabiki watanunuaje jezi? Wao wanatakiwa wamalize tofauti zao ili timu iweze kumuingizia fedha huyo mzabuni. Umeelewa? Kwa hiyo kwa kifupi Jairuti anatakiwa ile ahadi aliyoitoa aitimize, sio kwenda kurukia vitu vingine ambavyo hii swala la jezi feki yeye haliwezi. Yaani hawezi. Atafanya movie kama ile, movie itaisha, maisha yataendelea kama kawaida. Shukrani sana. Asante.